अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। Halifa mtukufu Mwenyezi Mungu amsaidie anasema kwamba leo tena nitaeleza riwaya za maswahaba wa Sinama alayhi salatu wasalam. Riwaya hizi zinaeleza jinsi walivyojiunga na jumuiya. Riwaya ya kwanza ni Hazrat Muhammad Shah Sahib anasema kwamba niliandika matukio mbalimbali na katika yale matukio nilieleza kabla ya kujiunga na jumuiya. Niliandika katika yale matukio kwamba Sayyid hana haja ya kujiunga na mtu mwingine, na nilikuwa na imani hii kwamba Sayyid ni mbora, kwa hiyo hana haja ya kufanya bayati ya mtu mwingine. Kwa hivyo pamoja na hii kwamba nilikuwa na imani kwamba Sinama al-Islam ni mkweli, lakini niliona haina haja ya kufanya bayat. Kwa muda fulani nilikuwa na wazo hili, lakini wakati wowote nilipokuwa nikisikia kuhusu Hazrat Mirza Sahib kama sifa zake zilikuwa zinaelezwa, nilikuwa nikisikia kwa makini sana. Na kama Sinama al-Islam alikuwa anapingwa katika kikao, nilikuwa sikai katika kile kikao na nilikuwa nikiondoka. Siku moja mtu mmoja alikuwa anasema kwamba mtu hana kiongozi basi yeye si mtu mzuri, na mimi nilikuwa sina kiongozi. Na kwa kusikia hii nikapata wazo hili moyoni mwangu kwamba Sayyid kadhaa walijiunga na viongozi ambao walikuwa si Sayyid. Kwa hiyo nikawa na fikira kuhusu mimi, lakini sikumuuliza mtu yeyote kuhusu jambo hili. Na nilikuwa na wazo nzuri moyoni mwangu, na nikaanza kuwauliza watu wengine kuhusiana kwa kuweka wazo moja moyoni mwangu. Na nilikuwa na nia kwamba nipate kiongozi ambaye ni katika familia ya Sayyid. Kwa muda mrefu niliendelea kufanya maombi. Nilienda makaburini, milimani na jangwani kwa ajili ya kufanya maombi,
na nilikuwa nikifanya maombi kwa kujificha katika maeneo mbalimbali 40-40 दिन चिल्ले किए, कुछ न बना। na nilifanya maombi hata siku 40 mfululizo, lakini sikupata mwongozo. Siku moja nililala, कि बेटा katika ndoto nilimwona mzee mmoja सबका मुर्शिद होगा। akasema, mwana, ukimwona kiongozi basi atakuwa kiongozi wa watu wote, na viongozi wote watakuwa hawana nguvu mbele yake. Na kwa baada ya kupata ndoto hii nikawa na imani kwamba nitapata kiongozi mkweli. Na siku moja niliona katika ndoto tena इसी मैदान है जो कि बिल्कुल साफ और पाकीज़ा, kwamba जैसे एक बहुत बड़ा kuna uwanja mkubwa sana na umesafishwa vizuri, kama umesafishwa na tayarishwa kwa ajili ya mkutano mkubwa, na jukwaa umetayarishwa pale, नबियों अलैहिस्सलाम na mtu mmoja anatangaza kwamba और रसूल करीम leo manabii wote watajumuika hapa, na mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam बिठाने आए। atakalisha तो मैं खुशी mwanaye hapa jokwani. से दौड़ता हुआ Ninakuwa na furaha sana kwa kusikia hii, सबसे na kwa furaha hii nakuja karibu na ile jokwaa. के बाद वो मैदान खचाखच Baada ya muda mfupi नूरानी शक्लों से भर गया। uwanja ule ulijaa na watu, ऊपर की तरफ को देखने लगी। na watu wote walikuwa wanaangalia huko juu mbinguni. Mimi pia niliona huko juu, na nikajua kwamba kuna bembea kama ndege nzuri sana, na katika bembea mtu mmoja amekaa, au watu wawili, au labda wanawake wawili, au mwanamke mmoja na mwanamume mmoja amekaa, na bembea hii inashuka polepole kutoka mbinguni, na mimi mwenyewe najua kwamba huyu ni nabii fulani na huyu ni nabii fulani. मसलन Na vile vile kuna ummahatul mu'minin pia, kama kwa mfano bi Hawa, bi Hajra, bi Maryam na bibi Fatima na Khadija. Pia hao wote wameshuka kutoka mbinguni, उम्महातुल मोमिनीन आकर na manabii wote pia wamekuja, na kila mmoja amekaa katika kiti chake, na wakaanza kusubiri. Kama siku ya Ijumaa watu wanasubiri misikitini huko Qadian. Huzur anasema, anaeleza wakati wa halifa wa pili watu walikuwa wakimsubiri kwa ajili ya halifa wa pili, काफी देर के बाद na watu wanamsubiri pale katika uwanja kwamba baba na mwana watashuka sasa hivi, na jokwaa ulikuwa umeboreshwa vizuri. Katika hali hii mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam मिर्जा गुलाम अहमद साहिब मसीह na Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani Masihi Maud alayhi salatu wassalam तशरीफ फरमा हुए। wanashuka na wanakaa juu ya viti viwili. मिर्जा साहिब Kwanza mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akatoa hutuba na akasema assalamu alaikum, kisha baadaye Sinam alayhi salam akasema assalamu alaikum. Hutuba ya kwanza ilitolewa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, na akasema kwamba nimekuja kumkalisha mwanangu mbele ya manabii hawa wote katika kiti cha ufalme, na bishara yake niliwahi kutoa kuhusu huyu mwana. Kisha baadaye Sinam alayhi salam akatoa hutuba, na kwa kusikia hutuba nikajua uhakika wa Sayyid ni nini, na nikamuona Mirza Sahib ni yule niliyemuona katika stesheni ya Ludhiana. जब ये पता लग गया Kisha anasema kesho yake asubuhi उठते ही बैत का खत लिखा, nilipoamka nikaandika barua ya bayet. नाज़िल हूँ मसीह मौद। Kisha anasema baraka chungu mzima ishuke juu ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. मोहम्मद अली साहब Hadrat Muhammad Ali Saheb बयान करते हैं कि मैंने mwana wa Game Khan Saheb anasema nilifanya bayet katika mwaka 1903 au 4 wakati tauni ilipoenea, na baada ya kuenea ile tauni katika msimu wa joto nilifanya bayet. पहले वालिद साहब ने बैत की थी जो मूसी थे। Kwanza baba yangu alifanya bayat, aliyekuwa musi na alizikwa katika Baishi Makbara. Yeye aliona katika ndoto kwamba amejenga neti kama ni kinga kwa ajili ya kujilinda, na njiwe 3 imekamatwa na ile neti. साहब सपना शिकार ने Mauli Bute Khan Saheb mwenyeji wa Shikar akaeleza maana yake. Maana ya ndoto hii ni kwamba watoto wako wote 3 watajiunga na jumuiya. Kwa hivyo sisi ndugu wote 3 tulijiunga na jumuiya. Hadrat Maulvi Sher Ali Saheb radhiyallahu ta'ala anhu anasema 6 में की थी।
nilifanya bayat mwaka 1906. huzur anasema kwamba huyu ni mauli sher ali saheb tofauti, si yule maulana sher ali saheb. sababu ya kujiunga ilikuwa hivi kwamba nilikuwa nikisoma Qur'an tukufu kwa Muhammad Ali saheb. alikuwa ndugu wa Jalaluddin saheb. bana Muhammad Ali saheb kwa sababu mahubiri ya Jalaluddin saheb alijiunga na jumuiya. kisha mauli Muhammad Ali saheb akaanza kutuhubiri sisi, इस्तिखारा शुरू किया और 40 रोज तक nikaanza kufanya istikhara siku 40. ya khabiru akhbirni, niliendelea kufanya dua hii. मुद्दई सच्चा है। niliambiwa kwamba aliyedai kuwa masihi Maud ni mkweli. फिर कहते हैं मुख्तलिफ na ya pili पता चला कि किसके हक में anasema walikuwa madai wengi, wenye madai wengi, kwa hiyo sikujua ni nani. kwa hiyo nikaambiwa tena kwamba yule aliyedai yeye ni mkweli. kisha siku ya tatu niliambiwa kwamba yule ambaye amedai huko Kadhian yeye ni mkweli, na kwa kusikia hii nilifanya bayat. kisha wakati wa halifa wa pili nilifanya bayat tena. तो फितना उठा था उस वक्त भी अल्लाह ताला की wakati wa halifa wa pili fitina ilitokea na yeye alifanya bayat kwa bashasha. hadhrat Sheikh Muhammad Yasa Moga anasema kwamba mwaka 1903 nilifanya bayat katika mkono wa Shenam alayhi salatu wassalam. Maulvi Nur Mamsab alinihubiri. Sheikh sab anasema niliona katika ndoto kwamba nimelala nyumbani kwangu na uso kama mwezi ulipita mbele yangu, na niliambiwa kwamba huyu ni Kadhiani Ahmad. na katika ndoto mimi napata wazo hili kwamba hii si sahihi. kwa hiyo nikaamka na nikaeleza ndoto yangu kwa mwalimu Muhammad Ali saheb. akasema wazo yako si sahihi, lakini ndoto yako ni sahihi. kwa hiyo nikafanya bayat. Hadrat Abdurrahim mtengenezaji wa viatu mwana wa Qadir Baksh saheb anasema mwaka 1906 nilipata hamu ya kuja Qadian. katika familia yangu mjombangu Muhammad Ismail saheb mwana wa Abdullah saheb na mtoto wake Muhammad Abdullah saheb walikuwa wanajumuia. यानी वालदा साहिबा मोहम्मद अब्दुल्ला साहिब anti yangu yani mama wa Abdullah saheb alikuwa na imani sana, मोहम्मद अब्दुल्ला साहिब na kwa kumpitia mjombangu साहिब के पास करता Ismail saheb na Abdullah saheb walikuja Qadian wakajiunga na jumuiya. था उनकी बातें nilikuwa nikisoma Qur'an tukufu kwa mjombangu na nilikuwa nikimsikia. alikuwa akitoa mfano kwamba alikuwa akisema kwamba wewe pia ni mpwendo kama Abdullah saheb, लोग हजरत मिर्जा साहिब kwa hivyo unisikie vizuri. मगर फिर alikuwa akisema watu wanamuita Mirza saheb ni mtu mbaya, lakini jumuiya inaendelea kupata maendeleo. kwa mfano kumbuka kadiri bolea inawekwa katika mimea inaota na inaleta mavuno. kadiri hawa watu wanatupa uchafu, jumuiya inaendelea kupata maendeleo. हजरत मसीह मौद kwa shukrani ya Mwenyezi Mungu kwa kupata urafiki watu wa aina hii, nilipata bahati ya kujiunga na jumuiya. मेरी खास mjomba na anti yangu करते थे कि तुझे कादियान walikuwa wakinipenda na walikuwa wakinisema kwamba tutakupeleka huko Qadian, na nilikuwa na shauku, lakini wakasema kwamba nauli ya upande moja nitatoa mimi na nauli ya upande moja utatoa wewe mwenyewe. yani alimpatia shauku huyu mtoto kwamba tutaenda Qadian, lakini ukusanye nauli ya upande mmoja. anasema kila Ijumaa nilikuwa nikipata जेब खर्च pesa moja एक पैसा मिला करता kama ni वैल्यू थी hela kwa ajili ya matumizi नाम हवार जमा ya binafsi. anasema nilikuwa nikikusanya ana moja kila mwezi. कि मुझे याद नहीं कितने आने मेरे पास थे sikumbuki nilikuwa na ana kiasi gani au shilingi kiasi gani, lakini yoyote nilikuwa ninayo nilimpa mjombangu, na nauli nyingine aliongeza mjombangu. huzuri anasema kwa ajili ya kumpatia shauku huyu mtoto, mjomba alisema unatakiwa ujitolee, na kwa hivyo alimzoesha hivi. mwaka 1907 कहते हैं 1907 में कादियान में मोहम्मद अब्दुल्ला साहिब nilienda Qadian kwa ajili ya kumpeleka dada wa Maulvi Abdullah saheb. यहाँ आकर हकीकी मुसलमान हुआ और जमात में दाखिल हुआ
baada ya kuja Qadian lilikuwa mwislamu mkweli na lilimshukuru Mwenyezi Mungu. कि मैंने Abdul Sattar Sahib mwana wa Abdullah Sahib anasema किया कि मसीह नासरी nilimuuliza baba yangu kwamba sisi hatujui kuhusu kifo cha Masih alayhi salatu wassalam, वालिद अहमदी हो गए yani alikuwa bado hajajiunga na jumuiya. Baba alikuwa amejiunga na jumuiya, na kwa hiyo alisema kwamba sisi tunajua kwamba Masih yuko hai, lakini hatujui kuhusu kifo cha Isa alayhi salatu wassalam, kwa hiyo utueleweshe. तस्मा के पास Kwa hiyo baba yangu alinielezea ndoto yake moja aliyeona kabla ya kujiunga na jumuiya, kwamba niliona karibu na mto wa Ravi mahema mawili. Hema ya kwanza ni ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hema nyingine ni ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. करीम के खेमे में दाखिल हुआ और ये सवाल Naingia katika hema ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na nikauliza swali kwamba aliyedai kwa Masihi ya Maud alayhi salam ni mtu wa aina gani? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, huyo mtu ni mwenye akili sana, mwenye akili sana, mwenye akili sana. Akasema mara tatu hivi. Kwa kuena ushahidi hii nikawa na imani kwamba Sayyidina alayhi salatu wassalam ni mkweli katika madai yake. Sisi hatutakiwi tujiingize katika mambo ya kifo cha Isa na uhai wake. नहीं पता कि ईसा Ndoto yangu ilikuwa wazi sana, kwa hiyo sikuwa na ये नजारा और मैंने इसलिए haja ya kuuliza kuhusu kifo cha Isa alayhi salam na kuhusu uhai wake. Kwa hiyo nilifanya bayat. हजरत चौधरी निजामुद्दीन साहब Hadhrat Chaudhry Nizamuddin Saheb mwana wa Nabii Baksh Saheb anasema वाकया ताउन की पेशगोई के मौके पर riwaya ya tatu ni wakati tauni ilipoenea ni kutoka Shikar Machia, और औरतों Maulvi Voldu mke wake na wanawake wengine kama 6 kwa sababu ya hofu ya tauni wakati katika msimu wa baridi na mvua walienda Qadian kwa ajili ya kufanya bayat. बांछे Kutoka Shikar Machi Hazur anasema wanawake 5 6 खौफ से katika baridi sana na katika mvua na kwa sababu ya hofu ya taun walienda Qadian बारिश में हजरत साहब उनकी हालत na waliloa kwa sababu ya mvua. सफर और सर्दी Kwa kuona hali yao, Sayyidina alayhi salatu wassalam alifanya mpango wa starehe kwa ajili yao na aliwapatia nguo ingine, yani alifanya mpango wa nguo zingine kwa ajili yao. आग सलगवा Na kwa ajili ya kupata joto moto uliwashwa. Walipopata nafuu kidogo wakasema bayati yetu ikubaliwe. Sayyidina alayhi salatu wassalam मौलवी साहब मजकूर की बीवी akakubali bayati yao. नबी करीम Mke wa Maulvi Saheb akapeleka ujumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani akasema assalamu alaikum. बड़ी लिखी थी उन्होंने Mke wa Maulvi Saheb alikuwa msomi kidogo, करने के बाद kwa hiyo उनका जो हदीस में आता baada ya kufanya bayat alipeleka ujumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sawa na hadithi yake. है और फरमाने लगे Na kwa kusikia hii Hazur alifurahi sana na akasema kwamba किसी ने नहीं अदा किया लोग आते हैं बैत करते हैं चले hakuna aliyenipatia ujumbe huu mpaka leo. Watu wanakuja na wanarudi. Baadaye wale wanawake wakasema tunataka kupata chakula chako kilichobaki kama ni baraka. वो लोग भी रहे हैं Chaudhry Haji Ayan Khan Saheb aliyewahi kuwa mbashiri, करते हैं अपने वाले साहब के मुतालिक yeye anaeleza kuhusu baba yake करमदीन साहब रज़ियल्लाहु अन्हु aliye jina lake ni Hadhrat Chaudhry Karamdin Saheb. बेटे ने उसकी आगे रवायत Yeye alimwambia उन्होंने जो बताया था na mtoto alieleza riwaya yake. Chaudhry Karamdin Saheb alisema hivi kwamba wakati tulipopata taarifa kwamba Sayyidina alayhi salam anakuja Jehlam, ख्वाब में अल्लाह wakati huo mamangu Hussein bibi aliona katika ndoto kwamba और लोग huyu mtu ambaye atakayekuja Jehlam na watu wanampinga yeye ni mkweli. मुझे कहा Kwa hiyo asubuhi mama yako akaniambia इस पाक मर्द itakuwa bahati yetu nzuri जियारत करो ikiwa unaenda kumwona Sayyidina alayhi salatu wassalam na unafanya bayat. Na siku ambayo Sayyidina alayhi salam alifika Jehlam, katika stesheni ya Karia na Jehlam watu wengi walijumuika. Hata watu walijumuika siku moja kabla ya kuja kwake, na ilikuwa si rahisi kumwona Sayyidina alayhi salatu wassalam. वालिद को कह रहे हैं कि मुकदमे की तारीख Haji Ayaz Khan sa baba yake anasema siku
iliyokuwa kesi mahakamani, mama yako akanipikia chakula, na kwa kula chakula nikaenda jehlam kwa miguu मुश्किल से पहुंचा। na nikafika mahakamani kwa shida sana, kwa sababu watu wengi walitaka kumwona Sayyidina alayhi salatu wassalam. वास करते थे और Karibu na nyumba ya dipti saheb watu wenye ndevu nzuri walikuwa wanatoa nasaha, yani wanajumuia walikuwa wanatoa nasaha वो सच्चा मैं kwamba मसीह enyi watumishi wa Mwenyezi Mungu, viumbe wa Mwenyezi Mungu, Masihi mkweli aliyekuwa anasubiriwa ameshakuja. और मेहदी मसूद जिसकी मुद्दत से इंतजार थी वो आ Yeye ni Masihi aliyeahidiwa ambaye alikuwa anasubiriwa kwa muda mrefu, kwa hivyo ameshakuja, mpokeni. Wanajumuia kadhaa wa Karia walienda Kadian kwa ajili ya kufanya mpango wa chakula kwa ajili ya wageni. तो 1-2 मिनट बाद Sayyidina alayhi salam akaingia mahakamani, na baada ya dakika 2 kama hivi akaja nje, na watu wakaanza kupiga kelele kwamba ameachwa huru katika kesi. Kwa hiyo akakaa katika gari ya farasi na akaelekea stesheni, na nilikuwa nashangaa namna gani naweza kumfikia na naweza kufanya bayat. गए या दूसरे रास्ते Huzur alifika stesheni kwa kupitia mji, हजूर गाड़ी na mimi nilikimbilia stesheni. Huzur akakaa garini na wanapolisi wakawafukuza watu wote katika stesheni, आदम ही आदम na sehemu yote nikiona nilikuta watu wengi wamekuja. Polisi walipotutoa katika stesheni, पड़ी मुलाजिम था रेलवे का nikamwona mtu mmoja alikuwa anafanya kazi katika railway, jina lake ilikuwa Abdullah, na alikuwa mwenyeji wa Bore Jungle, na nilikuwa namfahamu. Nikamwambia ufanye mpango ili polisi isinifukuze nje, na nataka kumwona Mirza Sahib kwa karibu. Abdullah एक उसके हाथ akanipatia bendera moja ndogo, moja ilikuwa mkononi mwake na moja ilikuwa mkononi mwangu, na tukaanza kutembea pale kama mimi pia ni mfanyakazi wa railway. मैंने झंडी वहीं Na tulikuwa watu wachache, wengine watu wote walikuwa nje ya stesheni. हजरत साहब Kwa kumwona Sayyidina alayhi salatu wassalam nikatupa bendera na nikamwendea. Sayyidina alayhi salam akatoa saa katika mfuko wake, akasema bado dakika 10 imebaki, kwa hiyo watu wote wanataka kufanya bayat waje. Niliposikia neno la bayat एक मौलवी साहब ने बाहर nikaenda karibu naye. Maulwi saheb akaanza kutangaza kwa ajili ya bayat, na Maulwi saheb alipotoka tu nje kwa ajili ya kutangaza, nikaenda karibu na Sayyidina alayhi salatu wassalam, na akaniuliza, je, unataka kufanya bayat? Nikasema ndiyo. चुनाचे हजूर ने मेरा हाथ अपने दस्ते मुबारक में ले लिया। Kwa hiyo Huzur akashika mkono wangu katika mikono yake na करूंगा सच बोल akanisomesha shahada na vile vile masharti mengine ya bayat pia. Huzur aliposhika mkono wangu katika mikono yake तो जो लोग na Sheikh Sahib alipotangaza kuhusu bayat, watu walikuwepo pale varandani au pale कहा में karibu प्लेटफॉर्म पर na ukuta wote wakaja pale, na platform ilijaa na watu. Sayyidina alayhi salatu wasallam akawaambia wale watu waliokuja kwa ajili ya bayat kwamba waweke mikono yao juu ya mkono wangu. Wale watu walikuwa pale kama 4-5, na watu wale walikuwa pale kama 4-5 wakaweka mikono yao juu ya mkono wangu, na watu walikuja kwa ajili ya bait walikuwa wengi. Kwa hiyo Huzur akasema watu waweke mikono yao juu ya bega lake. Kwa hiyo mkono wangu ilikuwa katika mikono ya Mtume Sayyidina alayhi salatu wasallam, na sijui huko nyuma walikuwa watu wangapi. Huzur alishika mkono wangu kwa nguvu sana, na macho yake yalikuwa yameinama, na alivaa kilemba निकल कर लटक रहा था जो बहुत ही खूबसूरत मालूम होता था। na ilikuwa inapendeza sana. Huzur alipochukua bayet akatoa tena saa yake na akasema ni dakika 1 imebaki, kwa hiyo watu wanatakiwa washushwe kwenye gari isije ajali isitokee. Kwa hivyo watu लेकिन मैं wakashuka और chini आस्ता से हरकत में chini, na niliendelea kushika gari.
na gari ilianza kutembea polepole pole, na nilikuwa namwona sinama la salam kwa mapenzi. Huzur akaweka mkono wake juu ya bega langu na akasema kwa heri. और बस क्या सुनाऊं, Kwa aliposema hivi nikashuka kwenye gari na nilikuwa nalia sana, वरना क्या दरख्त na watu walikuwepo pale, labda siku ya kiyama tu wataonekana. Watu walikuwa wamepanda juu ya miti na walikuwa wamesimama kila mahali pale stesheni, juu ya stesheni. फकत बैत के वक्त वाले साहब की उम्र Wakati wa bayet baba yangu umri wake ulikuwa miaka 52. Hadrat Maulana sahib anasema kwamba kabla ya mwaka 1880 wakati umri wangu ulipokuwa एक बड़ा गिरोह miaka 11 niliona katika ndoto kwamba kuna kundi la watu na mtu mmoja anatembea mbele ya होते हैं watu hao wote, के बंधे हुए हैं, na hawakufunika vichwa vyao, हफ्त जमीन na yule anatembea mbele inaonekana yeye ni kiongozi, वाले सब जख्लुबान होते हैं, na anaendelea kusema maneno katika lugha ya Kiajemi. इसी तरह कहते Maana ya yale maneno हैं चार दीवारी में ज्यादा खलूत, ni kwamba 7 जमीन और 7 आसमान मैं ही पैदा करने वाले mbingu 7 na ardhi 7 mimi niliumba, थी, मैं पैदा किया है, पैदा करूंगा। बहरहाल au nitaumba mimi mbingu 7 na ardhi 7. नई जमीन Hazur anasema होने की तरफ hii ilikuwa ishara katika ile ilham कहते हैं कि inayosema kwamba ardhi mpya na mbingu mpya itaumbwa baada ya kuja kwa Sayyidina Ali sallallahu wasallam. बड़े भाई अब्दुल हकीम Anasema से बुखार थे, riwaya kwamba kaka yangu Abdul Hakim alikuwa na homa sana. मुखालिफ था, कर रहा था, Shekhe mmoja aliyekuwa mpinzani wa jumuiya na kaka yake Shamsuddin alikuwa na jumuiya, yeye alikuwa anampatia matibabu, alikuwa mwenyeji wa Dodha. अब्दुस की शान में नाम Shekhe huyo alikuwa anampatia matibabu, akasema maneno machafu kuhusu Sayyidina Ali alayhi salatu wassalam. बुखार था, उन्होंने उसे रोका। Mimi nilikuwa si pale, na कहते हैं जब मैं बाहर से आया kaka yangu तो वो मौलवी akamwambia huyu matibabu asiseme hivi, na niliporudi nyumbani yule shekhe alikuwa ameshaondoka. हजरत साहब की शान में Kaka yangu akasema mimi sitaki nipate matibabu kwa huyu kwa sababu alisema maneno machafu kuhusu Sayyidina Ali alayhi salam. Huyu shekhe alipata tauni njiani na akafa. Kisha nilimpeleka kaka yangu Lahore kwa ajili ya matibabu. Madaktari mawili waliendelea kumpatia matibabu na mwisho akasema huyu hawezi तब मैंने बात kusalimika, kwa hiyo msipoteze hela na msipatie matibabu, बदजुबानी कर kwa sababu wakati huo tauni ilikuwa imeenea. Na yule shekhe alisema maneno machafu, alikufa njiani kwa sababu ya tauni. उनका भी Na बीमारी जो है बढ़ती चली गई। बावलपुर जब ले गए हैं वहां भी kaka yangu maradhi yake iliendelea kuzidi zaidi. उस वक्त 1 साल के, तब मैंने 1 साल के बाद हज़रत अक़दस के हुजूर खत लिखा। Kisha हज़रत मसीह मौद baada ya mwaka moja nilimwandikia barua Sayyidina Ali alayhi salatu wassalam, na Sayyidina Ali alayhi salam aliniandikia हम दुआ majibu kwamba usiwe na wasiwasi, Mwenyezi Mungu anaweza kuisha wafu, kwa hiyo tutafanya maombi, wewe pia ufanye maombi, inshallah atapona. Baada ya kupata barua hii niliona homa ya kaka yangu iliondoka. और खुद सहारा देकर बैठ, तो भाई साहब ने कहा कि मेरा Nilimsaidia na akakaa. अब सर्द है। Kaka yangu akasema kwamba kifua changu kimepoa. कहा था हुजूर ने जवाबन तारीफ फरमाया, Nikamwambia nilimwandikia Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam barua na amesema kwamba tutafanya maombi, Mwenyezi Mungu ataponyesha. Kwa kusikia hii kaka yangu akasema sasa mimi sitakufa kwa sababu Masihi ameuisha mfu. Kisha akafanya bayat na akapona baadaye. हज़रत मसीह मौद के खिलाफ Kabla ya tukio hili alikuwa si mwanajumuiya, lakini alikuwa hapendi watu waseme maneno machafu dhidi ya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Hadha Sufi Nabi Baksh sahib anasema और मेरी नजर हुजूर wakati Sayyidina Ali salam alipokuja msikitini na nilipomwona Sayyidina Ali salam फौरन बिजली की तरह nikamtambua, पैदा हुई, na wazo ikaja moyoni mwangu यानी सितंबर 18 kwamba huyu ni mtu mwenye baraka
हजरत साहब ने nilimwona katika ndoto wakati nilipokuwa mwanafunzi, na siku ile sinam alah salam alivaa mawazi yale yale niliyoona katika ndoto. फैज hadha maulvi imamuddin sahib faiz mwana wa maulana badruddin sahib anasema, पूरी हदायत रोया साथ का nilipata mwongozo wa kuingia katika jumuiyat kwa kupitia ndoto niliyopata baada ya kufanya istikhara. Nilipopata ruhusa kutoka kwa kiongozi wa batala, na nilienda kwa ajili ya kuangalia Qadian, na wakati nilipokutana sinam alah salatu wassalam kwamba ufunuo ni hasa wa manabii, wewe pia unadai kuwa nabii. Huzur akasema nyuki pia anapata ufunuo. Sheikh Abdul Qadir Jilani, ने भी फरमाया है कि वही हो Sheikh Ahmad Sarhandi pia amesema kwamba भी होता है। मैंने अर्ज की कि ufunuo unakuja kwa mawalii wa Mwenyezi Mungu pia. Nikasema sikuja kujadili nawe, सच्ची ख्वाब या इल्हाम या आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से nitajiunga kwa kuona ndoto kweli na ufunuo. मुझे तो यकीन आएगा Yani mimi sitajadili nawe, या आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की nitakuwa na yakini wakati utakapoona ndoto mkweli au utamwona mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ndoto. दिखाएं मुझे। आपने फरमाया कि आप इस्तिखारा Kwa hivyo ufanye hivi na unionyeshe. फरमाया जैसे आ हजरत Akasema ufanye istikhara. Nikasema istikhara gani? Akasema kama सदाकत अल्लाह mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, na umuulize Mwenyezi Mungu kuhusu ukweli wangu. Nikasema namna gani? Sayyidina alayhi salam akasema ufanye istikhara. ये दो बातें थी जिनसे मुझे यकीन हो गया। हाँ Kwa sababu ya mambo haya mawili nikawa na yakini na imani hii kwamba Sayyidina alayhi salatu wassalam si mdanganyifu. खैर 4 माह बाद इस्तिखारा मसनूना Kwa hiyo baada ya miezi minne ये 4 माह इस्तिखारा किया और उसके बाद miezi minne nilifanya istikhara. Baada ya istikhara nikaona ndoto, जो मस्जिद मुबारक nimekuja msikitini, हजरत साहब ni kama ni msikiti wa Mubarak. नहायत मुबारक Sayyidina alayhi salatu wassalam baada ya swala ya alfajiri amekaa आपकी सदाकत का pale, na nikasema kwamba हाँ मैं आपकी सदाकत का आपके दावा की सदाकत का तालिब हूँ। यानी nataka kujua kuhusu ukweli wako. किस तरह आपका दावा सच्चा है। Nataka kuuliza namna gani wewe ni mkweli katika madai yako. Anasema Sinama alayhi salatu wassalam akasema kwa sauti ya juu, ये आवाज कहते हैं मेरे aliyetabiriwa ameshakuja. यकीन कामिल हो गया। Na sauti hii iliingia moyoni mwangu na nikawa na yakini मेहदी माऊ kwamba aliyetabiriwa, Masihi aliyeahidiwa ameshakuja, na huyu ni Masihi aliyeahidiwa. बहुत दुआएं इज्जत Wakati nilipokuwa nafanya istikhara nilifanya maombi sana, अल्लाह अगर मुझे साफ na nilimwomba Mwenyezi Mungu, e Mola, ikiwa sikujua waziwazi, nikiulizwa siku ya Kiyama nitasema hii kwamba nilifanya maombi duniani kwa unyenyekevu sana. Ikiwa Masihi ni huyu Mirza Ghulam Ahmad, kwa nini hukuniambia? जवाब Kwa hiyo nikaanza kumwandikia barua Sinam alayhi salatu wassalam. Katika majibu, Sinam alayhi salam alikuwa akinisii kwamba ni swala kwa moyo sana, यही ताकीद फरमाते थे और कोई एतराज na Sinam alayhi salam alikuwa akisihi hivi. मौलवी अब्दुल करीम Maulvi Abdul Karim Saheb alikuwa akiandika majibu ya shutuma za maadui. कि मैंने बैत तो पहले Nikasema kwamba nimeshawahi kufanya bayat ya Hadrat Khaja Shamsuddin तरीक पर की wa Sial Sharif और फिर मेरे पीर kwa njia ya Chishtia, के मुरीद मजाज kisha nimefanya bayat ya Sayyid Hadar Shah Saheb pia, नूरुल हुसैन साहब मरहूम बटाला हैं। na pia Zahurul Islam pia nimefanya bayat yake kwa kupitia njia ya Kadiria. Je, kuna haja kufanya bayat? अब करोगे Huzur akasema ile ni bayat ingine, kwa bayat hasa ni hii ambayo utafanya sasa hivi. Kwa hivyo nikafanya bayat katika mkono Sinam alayhi salatu wassalam. Huzur anasema hizi zilikuwa riwaya kadhaa niliyoeleza mbele yenu. कभी मैं जिक्र करूंगा। Sasa hivi nitaeleza habari ya marehemu kadhaa. Ya kwanza ni bana रहमान खान साहब हैं, Fazlur Rahman Khan Saheb अमीर जिला रावल aliyekuwa इनको amiri wa Rawalpindi tarehe 29 wa Oktoba 2012.
amefariki baada ya kupata maradhi kidogo katika umri wa miaka 83. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa anaishi hapa siku hizi, alikuja mkutanoni na baada ya jalsa nilimwambia asubiri kidogo. Alikuwa mgonjwa kwa muda mrefu, lakini mashallah alikuwa na akili sana na alitimiza vizuri majukumu yake. के बेटे थे Alikuwa mtoto wa Maulvi Abdul Ghafur Saheb की थी, लेकिन aliyefanya bayat wakati wa halifa wa pili. Na bana Fazlur Rahman Saheb alikuwa mwanajumuiya kwa kuzaliwa. इनकी तालीम Bana Fazlur Rahman alipata masomo ya msingi kutoka Para Chinar. मिडिल और मैट्रिक के इम्तिहानात भी एजाज के साथ पास किए। फिर 1950 Middle and Matric pia alishinda vizuri. 51 में FC, Kisha alijiunga Islamia College Peshawar इसके बाद पंजाब कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग na alishinda katika mtihani ya FSC. और 1953 Kisha baadaye alijiunga na college ya Punjab, na katika mwaka 53 au 54 alishinda katika mtihani ya BSc. आला उद्दों पर ये फायदा Aliwahi kufanya kazi katika idara ya serikali na katika idara ya binafsi. Alipokuwa akisoma halifa wa pili alimteua kuwa mwenyekiti wa Ahmadiyya Intercollegiate Association. ये कहते हैं कि एक दफा Anasema safari moja पेरेंट्स स्टूडेंट के साथ इन्होंने एक मीटिंग pamoja na wanafunzi wasiokuwa na jumuiya alipanga kikao pamoja na halifa wa pili. Alipomfahamisha halifa wa pili akasema mimi nina shughuli nyingi, lakini akasema sisi tumeshawaambia watu. क्या ठीक है मैं लाहौर Kwa hivyo halifa wa pili akasema sawa, nitakuja Lahore, का इंतजाम करो। na akamwambia ufanye mpango wa kikao. Akafanya mpango wa kikao na amir jamaat wa Lahore alijua baadaye लिसानी लाहौर तशरीफ ला रहे हैं। kwamba halifa wa pili anakuja Lahore. ये उस जमाने से जमात के कामों में Huyu tangu wakati huo katika kazi ya jumuiya alikuwa सिलसिले में रहे। anajitolea. सालिस के दौर में Aliwahi kukaa Hyderabad kwa sababu ya kazi, na wakati wa halifa watatu aliwahi kuwa Khudamul Ahmadiyya wa mkoa. काजी जिला हैदराबाद के तौर पर Vile vile aliwahi kuwa kazi wa wilaya ya Hyderabad. सेक्रेटरी इस्लाह शाह नायब Aliwahi kuwa mwenyekiti wa jumuiya, naib amir zila pia. अमीर शहर और जिला रावलपिंडी में Mwaka 1998 halifa wanne alimteua kuwa amiri wa Rawalpindi. आना इश्क था। हर महफिल में Alikuwa akipenda sana nidhamu ya uhalifa. सहाबा मसीह Katika mazungumzo yake alikuwa akieleza matukio ya jumuiya na kuhusu maisha ya maswahaba shinam alayhi salam na kuhusu maisha ya ताल्लुक की mahalifa, na alikuwa akitii halifa na alisihi watoto wake pia, na alikuwa akifanya maombi sana kabla ya kutoka nyumbani kwake. Kila siku asubuhi watoto wake wanasema alikuwa akituambia tufanye maombi, में रहे हैं पिछले चंद दिनों में। na hii ilikuwa hali yake tangu zamani. Alipokuwa hospitalini hapa, alipokuwa akipata ufahamu, alikuwa akiwaambia watoto wake kwamba tufanye maombi, kwa hiyo inueni mikono yenu. Ameacha या के अलावा 2 बेटियां और 4 बेटे mke wake, mabinti wawili na watoto wa kiume 4. Watoto wote wako nje ya Pakistan na mabinti pia wako nje ya Pakistan. बात पा गई थी तो उनके बच्चे छोटे थे, उनकी पर Dada yake mkubwa alifariki, alikuwa na watoto wadogo, kwa hiyo aliwalea. तो 2 दफा Bali katika mabinti yake, binti moja alipata huzuni mara mbili, की नवाब शाह yani mpwa wake alimwoza mpwa wake huko Sangar, na mume wa mpwa wake aliuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo alimwoza tena mara ya pili mpwa wake. उनको भी कुछ दरसे हुआ। Na Pir Habib Saheb, na yule Pir Habib Saheb pia aliuawa baada ya muda mfupi. Kwa hivyo mpwa wake alipata bahati ya kuwa mjane wa mashahidi mara mbili. बेवा बनी इनके मुतालिक कायम मुकाम अमीर Kuhusu yeye पंडित लिखते हैं कि acting amir anasema खा वो छोटा है या बड़ा, मर्द है या kila mwanajumuiya awe mkubwa mdogo, awe
mwanamume wa mwanamke आपको बेशुमार कायदे alikuwa na urafiki na mwenyezi mungu alimpatia sifa chungu mzima. Kwa sababu ya hii katika wakati wake wa uamiri हुआ जमात रावलपिंडी ने tangu mwaka 1998 jumuiya ya rawalpindi ilipata maendeleo sana, मुल्क की जो अच्छी जमात na rawalpindi inahesabiwa katika jumuiya nzuri ya pakistan. का अरसा kwa jumla 50 साल के अरसे में फैला हुआ है। ametumikia jumuiya takriban miaka 50 tangu wakati wa halifa wa pili. मेंबर रहे aliwahi kuwa memba wa kamati mbalimbali ya makao makuu. katika muda wa uamiri wake, uongozi wake, इशाअत का काम हुआ। historia ya ahmadia ya rawalpindi iliandikwa, कई कई रोज मुसलसल घंटों बैठ na pamoja na hali hii kwamba alikuwa mzee na alikuwa na maradhi, lakini और फिर इसकी मंजूरी दी। alisoma historia yote मौके पर neno kwa neno. अहमदिया रावलपिंडी को एक vile vile wakati wa karne ya uhalifa, jumuiya ya rawalpindi ilitoa souvenir moja nzuri. सर है yeye अहम काम में जाती alifanya kazi hii और मजमून hii yote na kwa moyo sana. alifanya kazi hii na aliwapigia simu waandishi wote walikuwa wanaandika makala kwa ajili ya gazeti hili au kwa ajili ya souvenir hii. जैसे कि मैंने बताया 1918 Hazur anasema kama nilivyosema, mwaka 1998 halifa wa nne alipomteua kuwa amiri wa jumuiya ya rawalpindi. kabla ya hii miaka kama 4.5 aliwahi kufanya kazi kama ni naibu amiri wa rawalpindi. हमारे की तब्दीली हुई थी। तो उस वक्त ये तो uamiri ulipobadilishwa, था जमाने में कि उसका mimi Hazur anasema nilikuwa naziri ala wakati huo, कायद खुदावंद की हैसियत से na nilikuwa najua kwamba ameshawahi kufanya kazi pamoja na halifa wa nne wakati alipokuwa sadr khudamul ahmadia, na sikupata majina mengi wakati huo. halifa wa nne aliniandikia kwamba upendekeze jina kwa ajili ya amiri wa rawalpindi. इन्हीं का एक नाम मैंने भेजा था जिसको kwa hiyo mimi niliandika jina lake tu moja, na halifa wa nne alikubali घुमाया कि हाँ इनको jina lake kuwa amiri wa rawalpindi, na alisema ndiyo, namfahamu, anafanya kazi vizuri, na vile vile katika uongozi pia ni mzuri, na vile vile katika imani yake pia ni mzuri. inshallah atasimamia vizuri majukumu yake. Na huzuri anasema kwa fadhili za mwenyezi mungu alisimamia vizuri kazi yote na alitekeleza majukumu yote vizuri मुफव्वदा जिम्मेदार mpaka mwisho wa maisha yake. alitimiza majukumu yake yote vizuri. खिलाफत के फिदाई और जानसार वजूद थे। alikuwa akipenda sana khilafat na alikuwa anafuata ishara za uhalifa. देखा जाती tena si katika kazi ya jumuiya tu alikuwa akitii, bali katika mambo ya binafsi pia alikuwa mtiifu sana. alipokuja hapa mkutanoni niliwaambia ubaki hapa siku chache, lakini nilihisi kwamba mkewe hataki kuishi hapa, hataki kukaa hapa, lakini yeye akasema kwa furaha sana, inshallah tutakaa kadri utakavyotuambia. होनी थी और जनाजा पढ़ाना था। labda kifo chake kiliandikwa hapa na ilipangwa nisalishe jeneza yake. ndiyo mwenyezi mungu alifanya mpango huu. dr nuri saheb ambaye alikuwa rafiki yake, yeye anasema हैसियतों से था। nilikuwa na urafiki naye na alikuwa rafiki yangu, na vile vile niliwahi kufanya kazi kama ni naibu amiri wake. डॉक्टर की हैसियत से भी डॉक्टर थे इनके। कहते हैं हर na vile vile nilikuwa daktari pia. kwa sababu ya hii pia nilikuwa namjua na nimemuona, alikuwa na sifa chungu mzima. bana fadhur rahman saheb alikuwa anamwogopa mwenyezi mungu na alikuwa anamtegemea mwenyezi mungu, na alikuwa akitii uhalifa wakati wote. halifa alipokuwa akitajwa alikuwa akilia, na और व्हील चेयर maisha yake yote alikuwa kwa ajili ya huduma ya jumuiya, na alikuwa anatumia wheelchair, lakini kwa ajili ya huduma ya jumuiya alikuwa akifanya bidii sana. गरीबों जरूरत
alikuwa hana malalamiko hata kidogo. Alikuwa aliwasaidia mayatima na maskini na wajane. परेशान हाल और माली बहरान से मुतासरा खानदान alikuwa akiwasaidia jamaa na familia ambayo ilikuwa haina uwezo wa kujikimu. हैं मोहतरम qaid Ghulamul Ahmadi wa Rawalpindi anasema kwamba bana Amir Sahib alikuwa na sifa ya aina yake. Alikuwa mtu wa huruma sana, alikuwa mnyenyekevu sana, alikuwa akipenda sana khalifa, na alikuwa na subra na mtu wa shukrani, na alikuwa picha ya kutanguliza dini juu ya dunia. Niliwahi kufanya kazi pamoja naye kwa muda mrefu, na alikuwa kama ni baba mrehemevu. सदर का होना चाहिए खुदा दिया Hii inatakiwa iwe sifa ya kila amiri anayefanya kazi katika nchi yoyote, इसी तरह कहते हैं pamoja na vijana na pamoja na qaid. को भी चाहिए क्योंकि ये लिखते हैं कि खाकसार को भी इस हद तक Hazur anasema हो सका एक बेटे की तरह उनके जेर साया जमात की खिदमत करने की तौफीक anasema qaid huyu kwamba nilifanya kazi pamoja naye kama ni mtoto wake. मैंने देखा है कोई मुबालगा नहीं Hazur anasema sifa hizi zinazoelezwa, nimeona hakuna exaggeration hata kidogo, labda upungufu umebaki katika kueleza sifa zake. Anasema kwamba nilimwona Amir Sahib kwamba alikuwa na sifa ya kuongoza, alikuwa na ujuzi wa kuwatumia watu kwa ajili ya kazi na shughuli za jumuiya. आपके हर Kila mwenye idara katika jumuiya, mwenye cheo na kila mwanajumuiya alikuwa akisikia furaha kwa kumfuata yeye, एक बाप से बढ़कर थी खाकसार na alikuwa akipenda Khudamul Ahmadiyya kama ni baba mpole. Sina shaka hata kidogo nikisema hivi kwamba maendeleo yote yaliyopata jumuiya ya Rawalpindi, Amir Sahib ametoa sehemu kubwa sana katika maendeleo haya. के अहबाब जमात से मोहब्बत Kisha anasema kwamba alikuwa akiwapenda watu wanajumuiya. काफी काम लगाए Baada ya tukio la 28 wa Mai, Amir Sahib alitupatia Khudamul Ahmad ya kazi कभी अमीर साहब kazi nyingi. न की Matumizi mengi yalitumika kwa ajili ya kazi hii, lakini yeye hakujali kuhusu matumizi. Mtu mmoja akatoa wasiwasi yake kwamba hela nyingi inatumika. Amir Sahib akasema kwamba अगर किसी अहमदी ikiwa malaki yanatumika kwa ajili ya kulinda maisha ya mwanajumuiya si kitu, ikiwa mwanajumuiya akiuawa, sisi tutamjibu nini halifa mtukufu? Kwa sababu ya hali ya kule mji wa Rawalpindi, watu wakaanza kusali katika maeneo mbalimbali, kwa sababu walikuwa hawaruhusiwi kusali misikitini swala ya Ijumaa. काफी टेंशन Kwa hiyo Ijumaa inaswaliwa katika sehemu mbalimbali. भी हालात ठीक हो Hazur anasema kuna tension sana huko Rawalpindi. Mwenyezi Mungu abadilishe hali yao. Kaisam anasema kwamba Amir Sahib alikuwa na huzuni sana kwa sababu ya hii kwamba hawasiliani na wanajumuiya moja kwa moja. बहरहाल हदायत Wanajumuiya wanapojumuika sehemu moja, Amir inakuwa rahisi kwake बैठने की इजाजत नहीं थी kuwapatia maelekezo wanajumuiya, lakini kule marufuku ilipigwa kwamba wanajumuiya wasije pale misikitini. लेकर जाएं अमीर साहब Kwa Kaisa wanasema nilipewa agizo kutoka kwa Amir Sahib kwamba mpango ufanywe ili Amir Sahib aweze kutembelea मुख्तलिफ जगहों पर जाया करें center mbalimbali ambapo wanajumuiya wanaswali, कहते हैं ili aweze kuwasiliana na wanajumuiya. कि जाऊं जहाँ सीढ़ियां चढ़ Anasema nilikuwa nafanya juhudi mahali ambapo hakuna ngazi, kwa sababu alikuwa hawezi kupanda ngazi. Siku moja mwenyewe alisema ufanye mpango wa kwenda Baitul Hamd wa Mari. Kaisa wakasema kwamba Amir Sahib kule kuna ngazi ndefu na utapata shida, lakini Amir Sahib akasema haina wasiwasi, sikukutana nao kwa muda mrefu, upange tuende pale. ये भी Alikuwa akiwaheshimu sana याद रखना चाहिए wenye madaraka katika jumuiya. Hazur anasema maamiru wanatakiwa waheshimu viongozi wa makao makuu, na viongozi wa makao makuu hawatakiwi wawe na nia hii kwamba waheshimiwe, lakini wanajumuiya na wenye madaraka katika jumuiya wanatakiwa wawaheshimu viongozi wa makao makuu. Anasema Sadr Sahib Khudamul Ahmadi alikuja Rawalpindi. Amir Sahib alisema anataka kukutana naye, na Sadr Sahib akasema uniambie, nitakuja kwako, lakini akasema usije ukae mahala pako, mimi mwenyewe nitakuja kwako na nitakutana nawe.
जब आए हैं तो पिंडी जमात की बड़ी फिक्र थी। kisha alipokuja hapa alikuwa na fikira sana ya jumuiya ya pindi. Alikuwa anawasiliana na qaid wa Khudamul Ahmadiyya, alikuwa anawapatia maelekezo. हो रहा है कैसी पोजीशन है। Na kaya saba anasema aliniuliza kuhusu tahrika jadid kwamba mwaka unakwisha mchango ukoje. Hazur anasema amefariki, lakini position ya tahrika jadid ni nzuri. Tangazo lake litatolewa Ijumaa ijayo, na jumuiya ni katika jumuiya nzuri ya Pakistan. Hazur anasema kwamba kifo cha pili ni cha bana अमेरिका ने Mohsin Mahmud Saheb. Alikuwa Mwafrika lakini mwenyeji wa Marekani. वफात हुई। Katika umri wa miaka 84 tarehe 19 wa Oktoba amefariki, na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alijiunga na jumuiya mwaka 1958, और अहमदियत कबूल करने के बाद उन्हें बहुत सी na baada ya kujiunga na jumuiya alipata मुश्किलात से इनको mateso sana, lakini alisimama kwa imara sana. 15 साल से ज्यादा Alikuwa katibu wa mahubiri ऐसी उससे खिदमत की तौफीक na aliwahi kuitumikia jumuiya kuwa mwenyekiti wa jumuiya miaka 15. Alikuwa akipenda sana mahubiri. Wakati wote बड़े शौक से शामिल ilipokuwa mpango wa kusambaza literature alikuwa akishiriki vizuri, 100 bali siku mzima alikuwa akifanya kazi pale kwa ajili ya kufanya ile kazi. Alikuwa mtu mswaliaji na vile vile mswaliaji wa sala. Alikuwa mtu mpendwa na alikuwa hazungumzi sana, मुखलिस इंसान na alikuwa mtu wa huruma sana, na alikuwa mtu mwema sana, na alikuwa akipenda sana uhalifa, na alikuwa akifuata amri zote za uhalifa, na alikuwa akifuata nidhamu ya jumuiya. तरह से पेश आते Alikuwa akiwapenda sana mabashiri. और सारी कार्रवाई Katika kila kikao cha jumuiya alikuwa akishiriki, na alikuwa akisikia vizuri kwa makini न्यूयॉर्क में हर na saa zote, na alipokuwa akiombwa kutoa ushauri alikuwa akitoa ushauri mzuri. मस्जिद की Na katika msikiti alikuwa akipanda maua, na alikuwa akiangalia, na alikuwa akisafisha misikiti, na alikuwa akifanya kazi hii kwa imani sana, na alikuwa akishiriki katika michango, na alikuwa akitoa michango zaidi kuliko uwezo wake. Tarehe mwaka 2005 niliposema watu wajiunge na wasia, लगे क्या ऑब्लिगेशन है yeye pia aliambiwa ajiunge na nidhamu ya wasia. Akasema asilimia gani na lazimika kutoa. Aliambiwa asilimia 10. Akasema mimi natoa tayari asilimia 20-25 ya na mapato yangu, lakini hakuridhika na hali hii, bali kwa kutia amri ya halifa alijiunga nidhamu ya wasia. बावजूद इसके कि रिटायर्ड थे Na nidhamu ya jumuiya inasema kwamba alikuwa mstaafu na alikuwa anategemea pensheni yake, lakini mchango wake ulikuwa zaidi kuliko mchango wa wanajumuiya wote. Hata wengine walikuwa wanafanya kazi, alikuwa anatoa mchango zaidi kuliko wao. मफरत का सलूक Mwenyezi Mungu अपनी रजा की जान awasamee, awaghofirie hawa marehemu, na awapatie mahala pema, na अमेरिकन अहमदी हैं awapatie ridha yake. Bana Mahmud Saheb ameacha mke na watoto 4 ambao aliwalea, kwa sababu mwenyewe alikuwa hana kizazi. से ताल्लुक में मजबूत करे और हमेशा Mwenyezi Mungu awajalie hawa watoto wake pia waendelee kuendeleza wema wake, na waendelee kubaki juu ya jumuiya. लिए दुआ करें अल्लाह ताला Vile vile fanyeni maombi kwa ajili ya watoto wa Fadhur Rahman Saheb kwamba Mwenyezi Mungu awawezeshe waweze kuendeleza wema wake इनका हमेशा खिलाफ na waendelee kutii uhalifa na jumuiya daima. Hazur anasema baada ya swala nitaswalisha jeneza ya hawa wote wawili. Jeneza moja बाहर जाकर नमाज पढ़ाऊंगा। अब आप यहीं मस्जिद में तशरीफ रखें और यहीं नमाज जनाजा अदा करें। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر